I will say he is my friend and my rest, the Lord who I trust. Surely he will save you from the fuller's snare and from the daily pestilence. He will cover you with his feathers and you will feel refreshed. You will not fear any terror of night, nor the arrow that flies by a day. Nor the pestilence that flies the darkness, nor the plague that destroys the midday. Amen. Kwa kuwa hazina yako ni pale tutakapokuwa na moyo wako. Mstari unatoka Methali 22 mstari wa kwanza na unasema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Amen. Mstari wangu unasema Mathayo sura ya 6 mstari wa 11 na unasema, utupe leo riziki yetu. Amen. Mstari unatoka mstari wangu unatoka Misali sura ya 10 mstari wa kwanza na unasema, mwana mwenye hekima hufurahisha babani, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Amen. Mstari unatoka Misali 22 mstari wa 6 na unasema, yule mtoto kwa njia ambaye pasayo hali atakapokuwa mzee hataiacha. Amen. Mstari unatoka Efeso mstari wa 6 sura ya kwanza unasema, enyi watoto watiini wazazi wenu, maana ndio haki. Amen. Amen. Mstari wangu unatoka Zaburi sura ya 73 mstari wa 4 na unasema, maana hawana maumivu katika kufa kwao na mwili wao una nguvu. Amen. Amen.
Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 24 mpaka wa 32. Katika mstari wa 24 mpaka wa 32 wa sura ya 17 na katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema, Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye aliyewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa wakamwone, japokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa na waagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayo wahukumu walimwengu kwa haki, kwa mtu yeyote aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya dhihaka, wengine wakasema, tutakusikiliza tena katika habari hiyo. Basi hivi Paulo akaondoka akawaacha. Baadhi ya watu wakashikamana naye wakaamini. Katika hao alikuwamo Dionisio Mwareopago na mwanamke mmoja jina lake Damari, na watu wengine pamoja na hao. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunapokwenda kusikia neno lako kwa mtumishi wako, tunaomba uongoze neno lako na wewe utukuzwe, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Uongezeke Yesu, uongezeke sana,
asifiwe. Yesu. Amen. Basi ndugu zangu, niwakaribishe katika neno la Mungu ambalo tunaita ni chakula chetu cha kiroho. Karibuni sana. Hata na wale wageni, tuko nyumbani mwa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Bila kupoteza muda, nipende kumshukuru Mungu kwa wakati huu tena kusimama mbele zenu na mbele za Bwana kwa ajili ya kukumbushana. Mara nyingi ninasema ni kukumbushana neno la Mungu kwa sababu sio maneno mageni ambayo nimeyasoma ama yamesomwa na kiongozi wetu, bali kila mmoja anayafahamu vizuri, tena ameyafundisha na kuyahubiri. Lakini yako mambo machache tunaweza kukumbushana katika kifungu hiki cha maandiko. Naomba turudie ule mstari wa 24 mpaka ule wa 34. Inasema, Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana pa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Naye alifanya kila taifa la mwanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamuone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kufufua katika wafu. Basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya dhihaka, wengine wakasema, tutakusikiliza tena katika habari hiyo. Basi hivi Paulo akaondoka akawaacha, baadhi ya watu wakashikamana naye, wakaamini. Katika hawa alikuwemo Dionisio Mwaleopago na mwanamke mmoja jina lake Damari, na watu wengine pamoja na hao. Bwana Yesu, tunakushukuru maana wewe ni Mungu wetu mwenye rehema. Nasi ni miongoni mwa kina Damari na wengine waliokuamini baada ya maneno haya ya Paulo. Nasi Mungu tumeketi kukusikiliza wewe ukisema na mioyo yetu, ukisema na maisha yetu, ukitufundisha na kutukumbusha. Maana ulisema kwamba Roho Mtakatifu atakuja kuwafundisha na kuwakumbusha yote niliyowafundisha, niliyoamuru ninyi. Baba, nenda katufundishe, nenda katukumbushe, kila mmoja ajue ni mahali alipo Bwana, ili neema yako ikawe pamoja nasi Mungu tukazidi kuimarika katika maisha yetu ya kiroho, nawe Baba yetu ukatukuze na ukainuliwe. Haya yote mikononi mwako ninayakabidhi na kuyaweka kwa jina lako Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Ndugu zangu, tunakumbuka ya kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume, mwandishi wake anasemekana ni Luka. Anaandika habari za kila ambacho wale mitume 12 sasa walikuwa sio 12 tena, kwa sababu walikuwa 11. Na sasa anapoanza kuandika habari hii, anaongeza mtume mwingine ambaye alichaguliwa miongoni mwa wale mitume baada ya kifo cha Yuda. Kwa hiyo akaongezewa mmoja anaitwa Matias. Na sasa baadaye Yesu mwenyewe akamchagua mtume mwingine. Kama kwanza walikuwa 12, halafu akachagua mmoja, wakawa 10 na wangapi? 13. Paulo akawa 10 na ngapi? 4. Sasa tunasoma habari za mtume wa 14 Paulo, ambaye Yesu mwenyewe alimchagua. Sasa katika kitabu cha Matendo hii ya Mitume sura ya 17, hii mistari michache tuliyoisoma,
tujifunze tu mambo, na nataka tujifunze kweli nne za uungu wa Yesu. Kweli nne tu za uungu wa Yesu. Mwandishi ama msimulizi Paulo, wakati anaanza kusimulia habari hii na mafundisho yake, alikuwa anaangalia na kufundisha kweli nne za uungu wa Yesu. Kweli ya kwanza inapatikana katika mstari wa 24 na ule wa 25. Anamtaja Yesu kama muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu alifanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye aliyewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Kwa hiyo ndani ya akili ya msimulizi ama mtume Paulo alikuwa na akili ya kumchora Yesu kama muumbaji. Na Biblia inatoa ushahidi mwingi katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tunaona Yesu anatambulisha ya kwamba huko mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo anachorwa Yesu kama Mungu muumbaji. Na wakati Mungu anapoumba, unaona anaenda na neno, yeye anasema na tumfanye mtu. Kwa Kiingereza anasema let us make man. Lile neno make maana yake ni kutengeneza ama kufanya ama kufinyanga kiwe kitu maalum kwa ajili ya. Tena akasema ya kwamba kwa mfano na sura yetu. Huyu Mungu ambaye alituumba, anatuumba sisi kwa sura na mfano. Watu wengi wanafikiri sura na mfano wa Mungu ni neno moja tu, kwamba Mungu ni mtawala kwa sababu aliwaambia mkatawale, kwamba huo ndio mfano. Inawezekana ni kweli kwamba Mungu ni mtawala na sisi ni watawala, ni sawa, lakini nadhani kuna zaidi ya hapo. Moja ya sifa nyingine na ufanano wa Mungu na mwanadamu ni kwamba Mungu pia ni wa upendo. Tusisahau hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasema ya kwamba Mungu hayupo, lakini ukiwauliza, je, anaweza kupenda? Ndiyo. Anayesema Mungu hayupo anaweza kupenda. Je, upendo aliutoa wapi? Ni Mungu ambaye alituumba kwa mfano wake na sura yake, maana yeye ni Mungu ambaye anatajwa na Yohana katika waraka wa Yohana sura ya 4 ya kwamba yeye ni pendo. Manake ndani ya Mungu kuna upendo. Upendo huu akauweka na kwetu sisi tukawa na upendo ule ule. Unajua hata wale watu wakatili pia huwa wanapenda. Hata wale wajambazi, hata wachawi na wenyewe wanapenda. Sio kwamba wapendi, wanapenda. Wanapenda. Ni kitu ambacho kimewekwa ndani ya mwanadamu. Unapenda upendi kimo. Hata yule anayesema Mungu hayupo bado na yeye ana hiyo huruka ya kupenda. Lakini sio hivyo tu, Mungu pia ni huruma. Hii huruma inadhihirika katika maisha ya mwanadamu yeyote. Awe mpagani, awe muamini, ana huruma ndani yake. Bwana asifiwe sana. Muumbaji wetu akatuwekea upendo na huruma katika maisha yetu. Hata wakati mwingine tunawafananisha wanadamu wenye wale wakatili na wanyama, lakini kumbuka wale wanyama wakatili pia na wao wana huruma. Hata wakina simba na chui kuna wakati wanawalinda wanyama wengine wasishambuliwe. Ni upendo na ni huruma. Iko ndani ya kiumbe cha Mungu ambacho amekiumba, ambayo mwandishi anasema kitu chochote, kwa maana yeye ndiye aliyewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Maana yeye ndiye aliyeweka, ndiye aliyeumba. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ametuumba kwa namna tofauti. Kuliita kanisa lake wakina Petro, anawaambia I will make you fishers of men. Lile neno linarudi tena, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu, nitawafanya.
na tumfanye nitawafanya. Alifanya vitu vyote. Neno muumbaji. Ndani ya Paulo anamuona Yesu ni muumbaji. Ndiye aliyeumba upendo, akaumba huruma, akaumba uvumilivu ndani ya mwanadamu, maana na yeye pia ana uvumilivu. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni kweli ya kwanza, lakini si tu kwamba mwandishi kupitia uumbaji, lakini pia alifunua kweli ya pili ya Yesu kama kiongozi. Mstari wa 26 mpaka ule wa 29 anasema, naye alifanya kila taifa la mwanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamwone japokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana 28, ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu ni kiongozi. Anaweka mipaka kwa mataifa, anaweka mahali ambapo kwamba wewe unaishia hapa na hiyo mipaka inaheshimiwa na hakuna malumbano ya aina yoyote yanayoendelea. Ni kwa sababu yeye ndiye kiongozi. Lakini sifa nyingine ya kiongozi imetajwa katika mstari wa 27, anasema ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Sifa ya kiongozi, yuko karibu na mwanadamu anayemuongoza. Mungu wetu yuko karibu. Mtunga Zaburi anazungumza, anasema yeye yuko karibu kuliko pumzi yetu. Yaani hii pumzi unayoivuta, hewa ambayo unaivuta na kuitoa, maandiko yanazungumza yeye yuko karibu kuliko hiyo. Ni Mungu ambaye ni kiongozi, yuko karibu na mwanadamu. Mahusiano ya mwanadamu na Mungu yalitengenezwa tangu alipoumbwa. Akawaumba kwa mfano na sura yake, maana yake akatengeneza ndani yao uungu ama mamlaka na sura yake waifunue juu ya nchi, na baada ya kufunua kuweka hilo, akaweka ndani yao uwezo wa mahusiano. Mahusiano tulionayo ni kwa sababu Mungu ndiye chanzo wa machimbuko, mwanzilishi wa mahusiano hayo. Na tunayashuhudia katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, tunaona Mungu alikuwa anaenda kuwatembelea. Ni muumbaji huyo, anapenda kiumbe chake, anapenda watu wake. Hata leo waumini anatupenda. Mwanadamu alipokorofisha mahusiano kuyaharibu, bado huruma na upendo wa Mungu ulimtafuta na kumpata, na ukatafuta namna ya kurudisha mahusiano hayo. Na kwa kuwa kwa kweli tunayaona, Yesu anakuja kuyarejesha kwa kifo chake. Mwanzoni tunakumbuka katika kitabu cha Mwanzo tunasimulia ya kwamba aliwavika ngozi. Wanatheolojia na wasomi wengi wanasema ile ngozi ilikuwa ni ya mnyama iliyofanya upatanisho wa damu ya yule mnyama. Kwa hiyo mwanadamu sasa akaanza kurudisha mahusiano yake na Mungu, ingawa sio ya moja kwa moja kwa kupitia maombi, maana walifukuzwa kwenye ile bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu ni kiongozi wapendwa katika maisha yetu. Yuko karibu na sisi siku zote. Maandiko yanazungumza, yanasema hawi mbali na kila mmoja wetu, yeye yuko karibu. Anamnukuu mtunga mashairi, anasema mstari wa 18 wa 28, anasema kwa maana ndani yake yeye tunaishi. Ndani ya Yesu hatuishi kwa sababu ya nyota. Si unajua kuna watu wanafundisha, wanasema nyota yako si imekuaje? No, tunaishi ndani ya Yesu, sio ndani ya nyota. Tunaenda ndani ya Yesu, sio ndani ya nyota. Mtu asikudanganye nyota yako imefanywa nini. Maandiko yanasema mstari 28 unasema kwa maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, sio ndani ya nyota. Bwana asifiwe sana. Lakini tunadanganyika, tunakuwa na hofu. Kumbuka
somo la kwanza kuanzia mstari wa 16 mpaka wa 23, tunaona jinsi Paulo ambako alikoanzia aliona watu hao walikuwa na tamaduni na desturi ya kuabudu na kuchora miungu mbalimbali wameeneza kwenye miji yao. Sasa anapoanza kuwafundisha, haendi mbali na jinsi ambavyo uwezo na uelewa wao ulipo. Anawakumbusha ya kwamba huyu Mungu ninayemuona, ninayemsema hapa, yeye ndiye muumbaji. Wanatafuta, wanatamani wamjue Mungu kama kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Hawi mbali na wewe, hawi mbali na mimi, hawi mbali na yule pale. Ni kwa sababu yeye ni Mungu wa mahusiano. Mwandishi anakuwa na sura hiyo ya kwamba Yesu sio tu kwamba ni muumbaji, lakini pia ni kiongozi mwaminifu anayetamani kuwa karibu na sisi. Hata tunapopitia changamoto, yeye yuko karibu na nani? Lakini mara nyingi sisi mahusiano tunayavunja. Mara nyingi tunayavunja mahusiano yetu na yeye. Na wakati mwingine kwa sababu ya shida mbalimbali tunaanza kujitenga na yeye. Tunaanza kuonyesha ni kama tuko na mahusiano, ni kama hatuna, tunayumba, tunahangaika, tunapata shida. Lakini yeye anatamani. Zamani wale Warumi, mchungaji samani naomba usimame kidogo. Wale Warumi walikuwa na salamu za namna hii. Sasa wewe nishike hapa. Mnaona vizuri? Namsogea hapa. Muone vizuri. Mnaona vizuri hapa? Mmeiona hii salamu hii vizuri? Kwa hiyo walikuwa wanasalimiana namna hii. Sasa salamu hii, sisi kama Yesu ametushika namna hii, maana yake sisi ndio tunaanza kuachia. Wewe endelea kunishika tu. Tunaendelea kuachia. Sasa tunaachia kwa sababu gani? Pengine kuna mambo yamekusonga, unaachia taratibu. Endelea kuachia. Kanisani hauji kwa nini? Kwa sababu nimebanwa kazini, nimebanwa sijui wapi. Lakini yeye anafanya nini? Amekushika. Asante sana mchungaji, unaweza kurudi. Amekushikilia. Kwa sababu hawi mbali na kila mmoja wetu, yuko karibu. Anatamani akushikilia usiondoke. Ni nini kinakuondoa kwake? Ya kwamba yeye hayawezi. Maana yake tunaanza kuona magumu yana nguvu kuliko uweza wake. Ndio maana tunaanza kuachia taratibu. Kwa nini? Kwa sababu umekutana na hili, unaachia. Ulikuwa unaenda kwenye maombi, unaacha. Ulikuwa unaenda kwenye kwaya, unaacha. Ulikuwa unafanya hivi, hakuna. Kwenye jumuiya kule, hamna. Unaacha kila mahali. Tatizo ni nini? Unasema kazi imenibana mno. Lakini kwenye vikao vya harusi kaka, kule kazi iko haijakubana. Si ndio? Vikao vya harusi kazi haiwezi kukubana. Na unaweza kaongea na bosi wako bwana kwenye kikao cha harusi na yuko tayari kukuachia. Ila kwenye ibada unafanya nini? Bwana asifiwe sana. Mwandishi anatuambia Yesu sio tu kwamba yeye ni muumbaji, bali ni kiongozi, mtu wa mahusiano ya karibu na sisi. Lakini kweli ya tatu anayotuambia mwandishi, anatuambia kwamba Yesu si tu kwamba ni muumbaji na mwokozi, kiongozi, lakini pia yeye ndiye mwokozi wa maisha ya mwanadamu. Mstari wa 30 anazungumza, anasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa nawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, maana yuko tayari kuokoa, yuko tayari kuwarejesha, yuko tayari kuwakumbatia na kurejesha mahusiano yao. Anawaambia tubuni, niko tayari kuokoa. Kitu ambacho kimekamata, kitu ambacho kimekutia hofu na mashaka mengi, unahisi kwamba nimeshindwa, yeye anatoa tangazo, tubu, geuka. Tulisema kutubu maana yake ni kugeuka. Kama ulikuwa unaendelea kwenda hivi, unageuka kabisa, moja kwa moja unaanza safari yako ya kwenda huku. Maana unajua tunaimbaga ule wimbo, kwa neno lake Bwana Mungu nilijiona mimi mwovu,
nikageuka na kutubu msalabani. Haleluya, rehema bure na neema, sama nalo nilipewa, ndipo aliponifungua msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno lake nikajiona. Anawaambia watu wa kila mahali, tubu. Tangazo ametoa, niko tayari kukuokoa wewe, mimi niko mwenye nguvu zote. Mashaka yanayokutetemesha na kukuhangaisha, mimi nipo. Geuka. Sasa mwimbaji wa wimbo anatukumbusha, anatuambia kwa neno lake nikajiona, sio nikamuona yule. Lakini makanisani hata sasa kuna wengine wanasema kwa kweli kwa neno hili labda kama hayupo. Sio, unajua kuna watu wanaingia kama kanisa wanaanza kuangalia wengine, sema leo yupo, leo atapigwa neno vizuri. Kwa hiyo nikisema neno anakuwa anageuka anamwangalia. Anasikia kabisa. Lakini tunakumbushwa kwa neno lake nikajiona mimi ni nani? Neno la Mungu ni kioo. Neno la Mungu ni mzani, ni kipimo, linaanza kukupima maisha yako mwenyewe, unajitathmini. Kama yule mtoza ushuru alipoenda akamwambia, Mungu niwie radhi mimi mwenye dhambi. Hamuoni yule Farisayo anajiona yeye ni nani? Mwenye dhambi. Sasa anamwambia, sasa hapa Paulo anawaambia watu waliopagwa, akiwaambia ya kwamba sasa watu wa Atheni, anawaambia ya kwamba sasa huyu ndiye Mungu anayewaagiza watu wote wageuke, wa kila mahali na kila taifa, maana ndiye muumbaji, ndiye kiongozi, ndiye mwokozi wao. Nini kinakusumbua mpendwa wangu? Mashaka gani ambayo ulio nayo? Inawezekana ni ada ya maisha wengi hapa. Ada ya shule, unaona baba hana namna ya kufanya, na maandamano yanakuja, si ndio? Mtafanya nini? Umeshindwa, unaona giza, hakuna nuru na mwanga. Kumbuka Yesu ndiye nuru, ndiye mwanga. Ukiona giza, yeye ndiye nuru akumulikie. Maana yake ubadilike. Kuwaza kwako, kufikiri kwako, kutenda kwako na kunena kwako. Bwana sifiwe sana. Hiki ndicho mwandishi wa kitabu cha Matendo 17:24 mpaka 34 anajaribu kumfunua Yesu juu ya uungu wake. Yeye ndiye mwokozi wetu. Bwana sifiwe sana. Tunapokubali na kubadilika, yeye yuko tayari kutuokoa, yuko tayari kutubadilisha, yuko tayari kumweka damu yake kwa ajili yetu. Na kweli ya nne na ya mwisho, mwandishi anaifunua hapa, anasema Yesu yeye ndiye mhukumu. 31 mpaka 34 anasema, kwa maana ameweka siku atakayohukumu ulimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya dhihaka, wengine wakasema, tutakusikiliza tena katika habari hiyo. Bwana asifiwe. Mstari wa 32 unaweza ukajiuliza sana, kwa nini wengine walifanya dhihaka? Kumbuka wakati wa Yesu akiwa duniani kulikuwa na vyama viwili vikubwa, chama cha Masadukayo na Mafarisayo. Masadukayo hawakuamini kwamba baada ya kufa kuna maisha tena, na wao walikuwa na wanafunzi wengi. Hata wakati Yesu alipokuwa akizungumza anasema, mimi ndimi chakula kilichoshuka kwa ajili yenu kiupache ulimwengu uzima, Masadukayo wanakuja juu anasema huyu anakufuru. Sasa tunaona hapa kwamba wengine wakafanya dhihaka. Hao ndio waliokuwa wamewaamini Masadukayo wanawafuata.
Na wengine wakasema tutakusikiliza habari hii maana tunajua. Mafarisayo wenyewe walikuwa na wanafunzi wao, mkumbuka Martha kipindi kile Yesu amefika pale. Yesu anamwambia ndugu yako yuko hai, atafufuka. Anasema ndio najua atafufuka, lakini ni siku ya mwisho. Kwa wale kama wao walikuwa wanaamini maisha baada ya kifo. Kwa hiyo mwandishi anamfunua Yesu ni mtu anayehukumu. Sasa anasema basi hivi Paulo akaondoka akawaacha. Baadhi ya watu wakashikamana naye wakaamini. Katika hao alikuwemo Dionisio Mwareopago na mwanamke mmoja jina lake Damali na watu wengine pamoja na hao. Kwa hiyo tunaona Yesu anafunuliwa hapa kama ni mtu ambaye atakuja kuhukumu. Maana yake anatufundisha ya kwamba yeye ndiye final, sisi hatuna nafasi ya kuhukumu. Katika maisha yetu tunahukumu mara nyingi sana, si ndio? Hata yanayoendelea katika nchi yetu sasa, hukumu ni nyingi. Hata sisi waumini nadhani ni kama tumetoa nafasi ya Mungu, kwamba haiko nafasi yake ya kuhukumu, ni ya kwetu tu. Tunahukumu kila namna. Hatuna nafasi hata ya kuomba. Na ninamshukuru Mungu, kanisa letu la African Inland Church Tanzania, Baba Askofu Mkuu alituma waraka wa maombi tangu tarehe 29 mpaka tarehe 9 mwezi huu, kesho kutwa, kwamba kila mwana yeye mahali ulipo, ombea taifa na nchi yako. Mpendwa, wacha hukumu. Hukumu yupo. Katika Warumi 12 mstari ule wa 18 na 19, neno la Mungu linasema msihukumu, msimkafanya nini? Kahukumiwa. Anasema mimi ndiye nitakaye hukumu. Ukihukumu umesimama kwenye nafasi ya Mungu, sio yako. Mungu yupo. Kazi yetu sisi ni kubariki. Nataka nikwambie, kama Mungu aliumba ulimwengu kwa neno, uwezo wa neno, uwezo huo ameweka ndani ya maisha ya waamini, wanaweza kuachilia baraka ama laana. Bwana asifiwe sana. Na ndiyo maana wacha niseme jambo hili gumu. Hata sisi wachungaji wakati mwingine huwa tunawalaani Wakristo, si ndio? Yaani unaishi kwenye kanisa kama hapa, si mwana umetoa huduma, halafu hawa haujui hata kutunza bana. Watu gani hawa? Hawafai kabisa. Yaani unakaa malalamiko na manunguniko, unalalamika. Sasa hawa wakisikia, unajua na wao sasa linawachoma mioyoni, si ndio? Unajua acha. Kwa hiyo unaanza sasa kuyapokea hayo wewe unayofanya nini? Unayosema. Kwa hiyo unaanza ni msuguano, huduma hawatoi, hawafanyi nini kwa sababu wewe unawalaani. Wabariki. Kwa hiyo ukiacha kuwabariki unaanza kuishi kwenye laana kwanza wewe mwenyewe. Baadaye zile laana zinakupika, zinakuchochea, unaiva kweli kweli mpaka unafika hatua sasa unaanza na kuwasonga wewe, sikutaki. Tunaona? Ni kwa sababu wakati mwingine tumekosa maneno ya kubariki. Tulikuwa tunaishi mahali kwenye utumishi huko, mpendwa, hata huduma hamna. Kwa mwezi ukihudumiwa 1500. Kwa mwaka tunaishi mara ya kwanza 1500, siku ikitoka nyingi mpaka unashangaa 8000, 5000. Mwezi mzima. Halafu na kilo moja ya mahindi. Utasimama uombee watu hapo? Utawaombea? Utasemaje ukifika kwa mtu mwingine? Utaanza kulalamika tu. Mimi na shida sana. Leo mimi nakufa njaa, si ndio? Sasa hivi ninyi ndio mmeniajiri au nimeajiriwa na Mungu? Maana kama singelikuwa Mungu nisingefika hata hapa, si ndio? Sasa ninaanza kuwalalamikia. Tunaanza kupokea yale manani matunda ya midomo yetu. Tunajua Biblia inasema utakula matunda ya nini? Ya mdomo wako. Wendo wangu, tupunguze hukumu. Hawa ni viongozi wamepatikana kwa haki, sio kwa haki. Yetu ni kubariki. Tutaanza kuyaishi hayo malala sisi wenyewe. Kwani damu ikianza kumwagika watu wanapokufa, hiyo ni baraka? Damu inapomwagika ambayo haina hatia sio nzuri.
lazima tufike hatua tuombe, tumwambie Mungu tusamehe mahali ilipomwagika damu bila hatia. Hata yeye kama kuna mtu aliamuru hayo mambo yatokee, tumuombee msamaha. Unakumbuka wakati fulani Musa aliamuru mambo kwa ghadhabu. Aliwakuta Waisraeli wametengeneza ndama wakati Mungu amemwita kule mlimani. Tunakumbuka vizuri. Akawakuta ametengeneza ndama, alafu akasemaje? Sasa huyu ndiye Mungu wako aliyekutoa Misri ya Israeli. Musa alipofika mahali pale akakasirika kweli. Sasa akamwambiaje? Anza wana wa Lawi, kaeni huku. Wale kaeni huku. Sasa kila mmoja achukue upanga alafu aanze kumkata mwenzake. Maandiko yanazungumza, anasema siku ile wakafa watu 3000. Alafu Musa alipoona yale aliyotokea, akageuka akaanza kuomba. Lakini damu imefanya nini? Imemwagika. Kwa wakati mwingine kanisa lina nafasi ya kuomba. Yuko mhukumu, Bwana asifiwe sana. Tena maandiko yanamtaja hapa, yanasema atakaye hukumu kwa haki. Anasema atakaye hukumu walimwengu kwa haki, kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Tunasahau hii. Tunaanza kuwa na maneno ya kutosha mengi. Wapendwa, yetu ni magoti, tumwambie Bwana. Iko nguvu kwenye neno ya midomo yetu, iko nguvu na iko baraka ambayo itakayotuvusha na amani. Tukisema Mungu ataisimamia hiyo. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Tusiandamane, tusiungane na ulimwengu. Ile Kutoka 23 maandiko yanazungumza kwamba usiandamane na mkutano kutenda uovu. Ukisoma ile Kutoka 23 tafadhali. Kutoka 23 tutasoma nadhani kama mstari miwili au michache sana kwa sababu ya muda wetu. Biblia imezungumza mahali pale ikionya namna ambavyo tunapaswa kuishi. Ni sura ya 23. Inasemaje? Msoma baba. Kutoka 23 mstari wa 2 nao nasema, usiandamane na mkutano kutenda uovu, wala usijie ushahidi wako katika neno lolote, kwa kugeukia kando na kuandamana na mkutano ili kupotoa hukumu. Asante sana. Mkutano maana yake kundi kubwa la watu wanaandamana. Usiungane na hao. Usiungane, lazima uepuke sana, uwe makini. Kwa sababu haitakusaidia. Ndio maana hata kule mashuleni wanafunzi wanapoandamana, nenda kaangalie kinachotokea. Wanafukuzwa shule. Hata ambao hujaandamana unafukuzwa nini? Umeungana, umesapoti. Haina maana yoyote. Kazi yetu wapendwa ni kufanya nini? Naomba tusimame. Mungu wetu ni mwema. Natamani sana saa 6 kamili pamoja na ibada ya ushirika kwetu tumemaliza. Twende tukamwambie Bwana neno moja kwa ajili ya nchi yetu. Ya Mungu kupitia mtumishi wake imekoma. Naomba tukumbuke kweli 4 ambazo zitatusaidia
tunapomtafakari Mungu katika juma hili. Tukumbuke ukweli wa kwamba wa kwanza ni kwamba Yesu yeye ni muumbaji, lakini Yesu yeye ni mwokozi. Yesu yeye ni mhukumu, na ile ya 4 Yesu yeye ni kiongozi. Asante. Umejifunza ya kwanza Yesu ni nani? Kweli ya kwanza ni muumbaji, ya pili ni kiongozi, ya 3 mwokozi, ya 4 mhukumu. Mungu atusaidie sana tuweze kukumbuka. Basi niombe tuandae ibada ya ushirika mtakatifu. Sijui viongozi wa kanisa wengine wako wapi, lakini naomba na tunaamini Mungu atakuwa amejibu maombi yetu. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya neno lako. Asante sana kwa ajili ya mchungaji mtumishi wako, nena na watu wako. Tunaomba Bwana uendelee kusema na sisi ili tuweze kukutukuza wewe. Tumeanza na wewe ibada hii Bwana, tumemaliza na wewe na tunaingia katika ibada ya ushirika mtakatifu. Tunaomba uongozi wako kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Keti.